Sasa wakati alifika katika mji wa Madina, kila mtu anamtaka mtume afikie kwangu, afikie kwangu. Yaani ugomvi, watu wanamgombea. Mtume akanunua kile kiwanja, ndo akajenga, akaweka jiwe la msingi wa msikiti wa Madina. Kwa hiyo hivyo ndivyo mtume alifika katika mji wa Madina. Mapokezi yalikuwa ni makubwa, watu wanamkubali sana, watu wakampokea. Lakini wakati mtume anafika Madina, kuna bwana mmoja anaitwa Abdallah bin Ubay bin Salul. Yaani huyu bwana ndio mwaka huu alitakiwa aapishwe ule mfalme wa Madina. Lakini Muhammad anafika, Muhammad ana ushawishi wa hatari. Kwa hiyo ule mpango ukawa umekufa. Watu wanamkubali Muhammad. Ikabidi na huyu bwana asilimu kinafiki. Kiuongo yani, ajifanye kama ni kama Muislamu. Na ndio asili ya unafiki wa Madina ulianza, kwa sababu bwana alikuwa anampenda Muhammad kwa sababu aliona Muhammad kamharibia ugali wake. Mtazamaji wa channel yetu, tunakaa tena na Sheikh Abubakar Kada hapa kwa ajili ya kujadili historia ya Mtume Muhammad kuhama kutoka pale Maka kwenda Madina na kurudi tena. Tunaangalia kipindi cha kwanza tulishafanya jinsi gani alivyoweza kuondoka pale Maka kwa kufukuzwa, akakimbia akaenda Madina kama kujipanga. Lakini leo tutaendelea ile safari yake alivyofika Madina alivyoestablish dini, alafu baadaye kuja kurudi tena Maka. Mwalimu, ana habari ya leo, wasalimia watazamaji, tufanye kipindi. Naam, kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia kuweza kukutana tena katika siku nyingine tena. Niseme Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutujalia kuweza tena kukutana kwa siku ya leo, kuweza kujadiliana tena katika mambo ya msingi, kukumbushana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema fadhakir, kumbusha, fa inna dhikra, hakika kukumbushana huku tanfaul mu'minin, kutawafaa wale wenye kuamini. Tulizungumza katika kipindi kilichopita juu ya swala la mtume kutoka Maka kwenda katika mji wa Madina. Jambo hili ndugu zangu halikuwa jambo rahisi, ilikuwa ni jambo zito, ni jambo gumu mtu kuhama katika mji wake. Inasemekana katika historia, wakati mtume anatoka sasa anajielekeza katika mji wa Madina, aligeuka akawa anauangalia mji wake aliyoupenda, lakini alikuwa hana namna. Watu washamfukuza, washamtimua aondoke, hatakiwi. Akalazimika kuondoka katika mazingira hayo. Na kama tulivyosema kwamba baada ya mtume kutoka pale, safari ya kwanza ilikuwa katika pango. Lakini kipindi hicho kama tulivyosema, bwana mtume ni kama alikuwa hana mtu wa kumnusuru. Waislamu walikuwa ni wachache, Waislamu hawana nguvu, Waislamu hawana dola. Ni maswahaba wachache tu ambao walishahama kutangulia katika mji wa Madina. Maana ndugu mtakazaji, tukio hili la mtume kuhama na kuondoka, mtume alikuwa ashajihakikishia kwa kufanya mkataba na watu 73 kutoka Madina, wale wanaitwa Aus wal Khazraj. Na mkataba huo wakapeana masharti ya mtume kuweza kuhama kwenda katika mji wa Madina. Na mtume kuna baadhi ya vipengele alivisaini, yani wakakubaliana kama sehemu ya maandiko. Huo mkataba unaitwa Bayatu Aqaba wa pili. Yani ni mkataba wa Aqaba wa pili. Mkataba huu kuna baadhi ya vitu vilivyokuwepo katika mkataba huu. Miongoni mwa vipengele ni kwamba, na hii ndugu yangu inaonyesha yani mtume katika mkataba alikuwa na ndugu yake anaitwa Al-Abbas. Na kipindi hicho huyo Al-Abbas alikuwa hajawa Muislamu. Bado alikuwa ni mshirikina kabisa, mpagani. Lakini kwa sababu ni ndugu, katika jambo zito kama hili la kufanya mkataba na watu wa Madina, mtume alimshirikisha. Na akawa anaongea naye. Na hili linatuonyesha nini? Hata hapa Tanzania mfano, watu kwa mfano wanaweza kugawanyika kidini, tuseme kwa mfano, lakini wewe una ndugu zako Mkristo au Muislamu, amefika sehemu lazima utamtatia ndugu yako. Bila kujali dini. Sawa kabisa. Hata kama ni rafiki yako. Ndiyo. Sasa mtume yeye Muislamu, huyo Al-Abbas yeye alikuwa ni mshirikina hajasimu, lakini katika mkataba angalia kwa sababu ya undugu. Na ushirikiano. Dini tofauti, lakini wanashirikiana kwa malengo kwamba huyu ni ndugu yangu. Maana huyu alikuwa ni baba yake mdogo mtume. Na huyu bwana Al-Abbas ndio kizazi chake ilipatikana dola ya Kiislamu inaitwa Al-Abbasia Dynasty. Ambayo baada ya utawala wa Mtume Muhammad wa miaka 23 akaja Abubakari, akaja utawala wa Omari, akaja Uthman bin Affan, akaja Ali bin Abi Talib. Alipokuja Ali bin Abi Talib akaja Muawiya, ukaanza utawala wa Bani Umayya.
Umayyad dynasty, ukatawala kama miaka 80 hivi, ukaangushwa na hawa Bani Abbas. Kizazi cha huyu bwana kipindi cha Islimu. Kwa hiyo wakati mtume anafanya mkataba huu ni muda mchache tu kabla ya kuondoka. Nimerudi kwa sababu nieleze kwa uchache ili watu waweze kuelewa. Sababu mtume siku kama Madina alikurupuka. Aliandaa mazingira. Unapohamia sehemu lazima uwe na mazingira. Katika ule mkataba nitasoma vitu vichache alafu tuweze kwenda sehemu nyingine. Sawa. Kipengele cha kwanza kinasema hivi. Kwa sababu hawa watu walikuwa ni watu 73 wa Madina, wazee na wanawake. Kwa hiyo mtume alikubaliana nao kwamba jambo la kwanza watamtii mtume kwa kila jambo. Yaani walikula kiapo cha utii. Na hapa watu waelewe vizuri, nimeona hata watu wengine wakiona watu wanaapa kule bungeni, watu wengine wanakosoa, au unajua bwana mtu akiapa. Viapo hivi ni vitu vya kawaida. Na kwanza ieleweke vizuri, hata Waislamu kule bungeni hawaapi. Wabunge wengi wa Kiislamu hawasemi na hapa, wanasema nathibitisha. Wakristo wanasema tunana hapa, Waislamu wao hawaapi kule bungeni. Wewe fuatilia tu, hata ukimwona mtu Muislamu katika msahafu anasema nathibitisha. Hakuna Muislamu anaapa pale. Anasema nathibitisha. Sasa wewe mwenyewe fuatilia tu utajua, maana kama hujaelewa vizuri utakosa Waislamu wanaapa, Waislamu wanaapa wapi? Waislamu wengi bungeni wanasema nathibitisha. Wewe fuatilia utaona. Kwa hiyo kipengele cha kwanza ni kumtii mtume kwa kila jambo. Yaani kiapo cha utii. Kipengele cha pili kumsikiliza katika hali ya raha na shida. Yaani watamsikiliza katika hali ya raha na shida. Kipengele cha pili. Kipengele cha tatu kumsaidia mtume na Waislamu wengine. Yaani watu wa Madina ndio wanachukua hicho kiapo. Kwamba watamsaidia mtume na Waislamu wengine watakaohamia Maka. Na tayari watu walishaanza kuhama mmoja mmoja. Kipengele kingine kumlinda mtume kama wanavyolinda familia zao na mali zao. Kipengele cha tano kutokumwasi mtume katika mambo mema. Vipengele vitano hivi ndio mtume alikubaliana na watu wa Madina, na akatuma watu wa mwanzo akina Musa bin Umair wakaenda wakaanza kufanya dawa ya kimya. Unajua hata rais akienda sehemu lazima anakuwa na watu kwanza wanaangalia usalama, watangulizi. Kwa hiyo mtume alifanya hivyo. Aliwatuma watu wakaanza kufanya research, wakaanza kufanya tafiti, wakaanza kuongea na watu, wakaanza kutangaza Uislamu kabla bwana mtume kufika katika mji wa Madina. Sasa basi kitendo cha mtume kuhama Maka kwenda Madina, ndugu yangu simulizi, sio jambo la kawaida. Ni jambo ambalo lilikuwa ni jambo zito. Lakini kama tulivyosema mtume hakuwa na mtu mwenye kumnusuru. Waislamu walikuwa dhaifu. Kwanza nina swali hapo ambapo mtume alikuwa anakubaliana na watu juu ya huo mkataba na hao wazee 73 na wanawake. Najiuliza mbona kama mkataba ulikuwa yani ni kama mtume ndo alikuwa ameshika kwenye nguvu, alafu wale wengine ndo walikuwa wapo chini. Yani wao ambao wanasaini nao, wao vipengele vyao vilikuwa kama vinawabana. Yani yeye ni kama ndo yupo juu wakati yeye ndiye anayetafuta makazi. Ni kweli. Sasa hawa watu, yani kilichofanyika ni kwamba watu walishakubali Uislamu. Wakala bayat Aqaba, yani kiapo cha utii. Ndio sababu hiyo kubwa. Lakini vinginevyo kama ilikuwa ni makubaliano pande mbili ambazo ziko sawa, kwamba wewe nipe nikupe, hilo tunasema lingekuwa sahihi. Lakini hawa watu walikuwa wanakubaliana kimsingi, na kama unavyojua Muhammad alikuwa si mtu wa kawaida, yani katika mambo ya ushawishi na kuwatengeneza watu katika mazingira hayo alikuwa yuko vizuri. Kwa hiyo walimkubali kwa sababu ya dini, na walijua kama ni mtume. Na walisilimu. Sasa basi wakati mtume ashatoka yuko kwenye pango, amenusurika kifo, lakini Mungu kamnusuru. Qur'ani Mungu anasema katika sura ya 9:40 anasema alla tansuruhu, ikiwa kama nyie hamtomnusuru mtume Muhammad, fakad nasarahu Allah, basi jueni kwamba Allah alishamnusuru mtume. Idha kharajahu alladhina kafaru, pale walipomtoa waliokufuru. Thani athnaini idhuma fil ghar, wakiwa wawili tu yeye na Abubakari. Na maana mtume pale alikuwa yeye na Abubakari wakati wanakimbia wakiwa wawili. Idhuma fil ghar, wakakimbia katika lile pango la Ghari Thawr. Na hapa tunajifundisha nini? Kwamba hutakiwi kubaki sehemu yenye madhara kwa kumtegemea Mungu atakusaidia. Mtume pale nyumba yake ilizingirwa, akatoka akakimbilia katika pango, akajificha. Alipofika pale sasa ndo anaomba msaada wa Mungu sasa.
Yaani utakiwi wewe ukaambiwa barabara ina simba akasema mimi nitapita namtegemea Mungu. Utakiwi kutegemea Mungu hivyo. Kimbie kwanza ukajifiche sehemu ndio muombe Mungu. Na ndio maana hata shetani alivyomwambia Yesu jitupe, maana imeandikwa atakuagizia malaika zake. Yesu akasema usimjaribu Bwana Mungu wako. Kwa hiyo usinywe sumu ukasema eti Mungu atanisaidia. Hapana. Ndio ile watu wanatoa kwamba Yesu anasema watakayeniamini hata akinywa sumu, akishika nyoka, kwenye mazingira gani? Utakanyaga nge na nyoka. Utangatwa na utakufa. Kwa sababu hujaelewa, yaani kwenye mazingira ya kawaida yamekutokea hayo katika jambo la Mungu, Mungu atakunusuru na hiyo si kwa 100%. Okay. Inaweza katokea tu hivyo. Kwa hiyo Mungu anasema iko kama mtamnusuru mtume, Allah alishamnusuru mtume. Anasema idh akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain idh huma fil ghar. Walikuwa wawili katika pango. Idh yaqulu li sahibihi, alipomwambia rafiki yake la tahzan inna Allaha ma'ana, kwamba usihuzunike, Mungu yuko pamoja na sisi. Lakini wakati huo washajificha katika pango. Lakini kama nilivyosema mwanzoni, wakati mtume kashatoka katika ile pango, wakati anakimbia, kuna huyu bwana anaitwa Suraka bin Malik. Huyu bwana aliwafuatilia katika ile pango. Maana alikuwa ni mtaalamu wa nyayo. Kuna elimu hii ndugu yangu usimulizi, Kiarabu inaitwa kiafatul athar. Kiafatul athar maana yake kuna watu wenye elimu ya kufuatilia nyayo za watu au tabia fulani fulani. Sasa kuna baadhi ya makabila ya Kiarabu haya alikuwa na elimu hizi. Yaani mtu akikuona umbile lako lilivyo anajua huyu ni mwizi, huyu mlevi. Hizo ni elimu zinaonekana wazi, watu wanakuwa nazo. Mtu akimwangalia utajua mcha Mungu. Hizo ni elimu ambazo Mungu huwapa baadhi ya watu. Na hata kuna baadhi ya watu wengine, kuna mashirika ya ujasusi kama Mossad wanatumia sana elimu hizi ambazo nyinyi mnaziita uchawi, lakini wenzetu wanatumia. Umewahi kujiuliza kwamba watu wanakwenda sehemu wanakuta mtu kafa na ule muuaji hayupo, lakini baadaye wanachora ile picha ya mtu aliyeua? Wanajuaje hizi hayo mambo? Hizi ni elimu ambazo haya mashirika makubwa kama Mossad, CIA au FBI, M16, hizo elimu wanazitumia. Lakini nyinyi wa Afrika mmeambiwa ni uchawi, ni ushirikina. Unajua wanafanyaje? Yaani kwa mfano mtu wanakuja kukuta mtu kafa. Wanachofanya wanamuita ule jini wake. Nilisikia mnajadili mada fulani. Inasema eti kwamba mtume alikuwa na shetani. Ndio, alikuwa na shetani wake aliyemuongoza kwenye mambo mema. Unajua maana yake ni nini? Maana yake ni hivi. Katika imani ya Kiislamu, kila mtoto akizaliwa anapewa wakala wa shetani. Yaani ibilisi anamtuma mwakilishi wake ili kuja kumpoteza huyo mtoto. Kwa hiyo kadiri unavyokuwa naye anakuwa na wewe ili akupoteze katika maisha yako. Huyo Waislamu anamuita karin. Karini maana yake ni nini? Ni kitu chenye ncha kali, ni mwiba. Kama mwiba hivi au mkuki chenye ncha kali, hiyo jina inaitwa karin. Sasa kila mwanadamu anakuwa naye. Sasa ndio mtume alivyoulizwa na Bibi Aisha, kwa sababu mtume alivyoenda kule katika makaburi ya Baki, Bibi Aisha akamfuata usiku. Mtume akasema wewe ni nani? Akasema mimi ni Aisha. Lakini mtume aliuliza ni wewe au ni shetani wako? Bibi Aisha akasema kwani mtu ana shetani? Akasema kila binadamu ana shetani wake. Bibi Aisha akamwambia hata wewe, akasema hata mimi, lakini kwangu wamesilimu. Kwa maana kwamba yule wa mtume kasalimu amri. Yaani hawezi yeye kumpotosha mtume. Kwa sababu lengo la mashetani hawa ni kuwapotosha watu. Lakini kwa mtume hawezi, maana yake amesalimu amri. Kwa hiyo hata kusilimu pale sio kwamba shetani yule kama Muislamu. Kwani unaposema mwizi kasalimu kwa polisi kawa amesilimu pale? Kamejisalimisha kwa maana kwenye mazingira yale ya polisi amejisalimisha, ametii amri. Hawezi kufanya jambo lolote pale. Kwa hiyo hawa ni viumbe wa majini, kila mtu anakuwa nao. Na ndio maana hata Paulo anasema, ukisoma katika Timotheo wa kwanza, anasema nimepewa mwiba mwilini mwangu, mjumbe wa shetani, ili anipige. Lakini nimemuomba Yesu kitu hicho kinitoke. Yesu akakataa, akamwambia neema yangu inatosha. Kwa Paulo mwenyewe anasema ana huyo karini, huyo jini ambaye yuko katika mwili wake, mjumbe wa shetani. Ya maana yake ni wakala. Ndio mjumbe wa shetani. Na ndio imani ya Kiislamu inafundisha hivyo, kwamba kila mwanadamu anakuwa na mwakilishi wa shetani. Si Paulo amesema nimepewa mwiba mwilini mwangu, mjumbe wa shetani? Kwa hiyo
Sasa hizo elimu hizo watu wanatakiwa wazielewe. Kwa hiyo wanamuita huyo jini wako wale wanaofanya utafiti ujasusi. Wewe umekufa. Wanamuita huyo Karini. Okay. Hizo elimu huwezi kupewa wala ufundishwi. Ila Waislamu wanazijua, wa Iran, ndio maana wa Iran na Waisraeli wanasumbuana kwa sababu wale ni Waarabu wa Pemba, wanajua kwa vilemba. Okay. Wa Iran hizo elimu wanazo, Waislamu wanazijua sana hizo elimu. Kwa hiyo wanamuita yule jini wako ambaye ni shetani wako, yule wakala, mjumbe wa shetani, ambao Paulo anasema nimepewa mjumbe wa shetani. Nimemwomba Yesu hicho kitu kinitoke, Yesu amekataa, akasema neema yangu inatosha. Yupo, aondoki huyo. Kwa hiyo wanamuita, bwana huyu mtu kafa. Wewe si ulikuwepo? Ani kuwepo. Kafananaje? Yule shetani anaongea, wale wanachora picha. Okay. Wakitoka Mossad wanatoa picha, aliyeua ni huyu. Wanajuaje? Hizi ni elimu shekhe. Ambazo wewe ufundishwi. Okay. Wewe utaambiwa tu ni ushirikina kwa sababu wewe akili huna, utakubali hivyo, lakini wenzako wanatumia hizo elimu. Okay. Sio, umeelewa hizi? Kwa hiyo wanazitumia hizo elimu. Kwa hiyo kuna watu wenye elimu hizo, wa kujua alama zilizoma katika maumbile ya watu wanajua. Okay. Wanaelewa. Na ndio maana hata yule mtu alimuona Petro akasema, wewe unaonekana ni mtu wa Galilaya. Kwa jinsi tu unavyoongea au kwa jinsi unavyotembea watu wanakujua tu. Hizo ni elimu ambazo zilikuwepo. Sasa huyu Suraka alikuwa ni mtaalamu wa nyayo, wa kufuatilia nyayo. Kwa hiyo yeye alifuatilia nyayo za Bwana Mtume mpaka pangoni. Akajua Mtume kaingia katika ile pango. Sasa. Lakini sasa alifuatana na kina Abu Jahali. Ila kulitokea kitu kimoja. Ndiyo. Wakati Suraka bin Malik amefika katika lile pango, katika ule mdomo wa pango alikuja njiwa akataga mayai kwenye nyayo za Mtume na Abubakari. Okay. Alafu buibui akaja akajenga nyumba katika mdomo wa pango. Okay. Sasa Abubakari akiwa ndani ya pango, wale watu wanawaona wakiwa nje. Anasema lau wangeinama wangetuona. Ndio katika hii ya Qurani wakati Abubakari anahangaika, Mtume anasema la tahzan, usihuzunike, inna Allaha ma'ana, hakika Mungu yuko pamoja na sisi. Fa anzalallahu, akateremsha Mwenyezi Mungu sakinatahu alayhi, utulivu juu yao. Wa ayyadahu bijunudi lam tarauha, Mungu akawaleta jeshi lisiloonekana. Kwa hiyo alileta mazingira pale, njiwa akataga, buibui akajenga katika mdomo wa pango. Kwa hiyo Abu Jahali kafika pale. Suraka anasema mimi kwa utaalamu wangu Muhammad yuko ndani ya pango. Kwa elimu yangu ya nyayo. Okay. Maana elimu hii ndugu yangu watu wanazo. Okay. Tena walikuwa wanajua mpaka watu ni kikundi wako watu wangapi kwa kufuata nyayo, tukujua anajua watu wako wangapi. Okay. Au huyu mnyama kabeba mzigo mzito. Watu elimu walikuwa nazo. Sasa yule bwana anasema Muhammad yumo humu. Abu Jahal anasema sawa, kama Muhammad kaingia humu, lakini mbona buibui kajenga kwenye mdomo wa pango? Kama angeingia humu si nyumba ya buibui ingebomoka? Ndio. Haya, hizi nyayo sawa zimeingia kwenye pango, lakini mbona njiwa akataga? Okay. Mayai matatu. Muhammad hajaingia huku. Kwa hiyo sasa Abu Jahal akasema usinitanie, usinifanye mibwege. Abu Jahal kageuza farasi kaondoka. Suraka akabaki pale. Akasema mimi hapa. Kwa sababu Maka washatangaza ngamia 100. Okay. Atakayemleta Muhammad akiwa hai au amekufa ngamia 100. Kwa hiyo wale Abu Jahal akaondoka akarudi zake Maka. Sasa usinitanie. Hapa buibui amejenga, unaniambia kuna mtu ndani, sipoteze muda wangu mimi bwana wewe. Abu Jahal aondoka. Sasa Suraka bin Malik akatoka kumfuata Muhammad bado. Okay. Akajificha pembeni. Asubirie. Muda umepita, Muhammad na Abubakar wanatoka. Okay. Wanaelekea Madina sasa. Lakini yeye yuko peke yake, wale watu wako wawili. Okay. Lakini bwana alikuwa anapanga, akawa anawafuatilia ima waue au afanye lolote lile akapate ngamia 100. Okay. Sasa lakini pale ulitokea muujiza mwingine. Wakati Suraka bin Maliki amemkaribia Muhammad kwa farasi wake, ardhi ilipasuka. Farasi alizama mpaka kufika maeneo ya magotini. Suraka akasema basi wewe niombee dua bwana, mimi sitakufuatilia tena. Mtume akaomba dua, farasi akatoka. Mtume akaenda, lakini wakati wanaenda Mtume ageuki nyuma. Okay. Maana Mtume si aogopi, lakini Abubakar alikuwa muoga, alikuwa anaenda na geuka nyuma anaangalia. Basi alipotoka tena mara ya pili wakaenda, yule bwana akasema hapana, siwezi kuacha ngamia 100. Ikabidi amfuatilie tena, anataka kwenda kumshambulia, ardhi ikapasuka. Sasa farasi alizama mpaka katika maeneo ya mgongo. Okay. Yule bwana akasema hii si hali ya kawaida. Akamwambia Mtume,
Mtume akaomba dua, akatoka. Mtume anamwangalia tu, akamwambia bwana, yule bwana akasema kwa hali hii mimi nasilimu. Akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada rasul. Nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mungu mmoja na Muhammad mtume. Yule bwana akageuza farasi. Mtume akasema subiri kwanza kabla hujaondoka. Akamwambia wewe utakuja kuchukua mikufu ya mfalme wa Irani ambaye anaitwa Kisra. Utapata hiyo mikufu. Utakuwa katika hali gani wakati huo? Yule bwana akasema hakuelewa, lakini akageuka akaondoka. Tunaposema mfalme wa Irani maana yake ni Kisra. Yaani kipindi hicho duniani kuna dola mbili kubwa, Persians na Roman. Dola mbili kubwa duniani. Yaani wa Irani na wa Roma ndio wanaotawala. Sasa Mtume anaambia wewe utakuja kuvaa bangili za mfalme wa Irani. Yule jamaa kuelewa maana ni dola kubwa kama unavyozungumza Marekani au Urusi. Okay. Alafu wewe mtu tu wa mtaani ambaye bado unagombania ngamia mimi. Kipindi hicho Waislamu hata 100 hawafiki. Okay. Yule bwana akaondoka zake. Akaondoka. Na alipofika njiani sasa, anarudi Maka, Suraka akutana na Abu Jahli. Akamwambia bwana, leo Muhammad nilimuona alipotoka pangoni nimemfuatilia. Akamuelezea kilichompata. Akasema lakini nimeamini Muhammad mtume. Akamwambia la kwani wewe umeamini leo? Si wenzako tunajua kwamba ni mtume, lakini yule ukoo wake unaitwa Bani Hashim, sisi ni Bani ukoo mwingine Bani Makhzumi, wengine Bani Umayya, tunampinga kwa sababu ya ukoo yake ni tofauti na ya kwetu. Ila tunajua mtume. Wewe ndio unajua leo, sisi tunajua muda mrefu, ila tumkubali tu. Okay. Kwa sababu ukoo wake yeye Muhammad na sisi tofauti. Kwa hiyo mtume akaondoka pale, akaenda. Na ukumbuke ndugu simulizi, kutoka Maka kwenda Madina ni safari, ni kipande. Okay. Ni kilomita inaweza kutoka hapa karibia na Arusha. Okay. Safari ndefu sana. Kwa hiyo mtume alitoka amesafiri wakiwa wamepanda ngamia, na walikuwa wanafika njiani shekhe wanapata mtihani. Na kipindi hicho Arabuni ujue ni tofauti na hivi sasa. Okay. Kulikuwa kuna wanyama au pundamilia au walikuwepo mjiani huko, ukitembea wanyama swala wanyama walikuwepo kipindi hicho. Sawa. Lakini jangwani ni jangwani tu. Kwa hiyo walitembea mpaka wakafika kwa mama mmoja anaitwa Mabadi, wakafika pale mtume akashikwa na kiu kikali sana. Inakusimulia vipengele vya njiani kidogo ili uelewe. Mtume alifika katika ile nyumba ya Mabadi, ana kiu, akaomba maji, hakukuwa na maji. Okay. Yule mumewe Mabadi alikuwa ameenda machungani. Sasa pale katika ile nyumba kulikuwa kuna mbuzi amekonda. Yaani mbuzi amekonda wala hajawahi kuzaa. Okay. Maana hakwenda machungani, pia ni mgonjwa. Ndio Muhammad akaomba, bwana kama hauna maji basi nipe idhini nimkamue huyu mbuzi. Okay. Basi na mbuzi hajawahi kuzaa. Mbuzi hajawahi kuzaa na amekonda na hata machungani hajaenda, mgonjwa. Yule mama inawezekana vipi bwana? Basi mkamue. Mtume akashika ile maziwa ya mbuzi akasema bismillahirrahmanirrahim. Akakamua maziwa. Akameleta chombo, akakamua maziwa, chombo kikaja, akampa Bakari akanywa. Akakamua maziwa mengine, chombo kikaja, akanywa mwenyewe mpaka wakashiba. Akaambia basi leta vyombo vyote vya nyumbani kwako. Vyombo vyote ulivyokuwa navyo leta. Akaleta akakamua vyombo vilijaa, vyombo vya nyumba nzima. Okay. Maziwa. Na ukisoma katika sira mpaka mmewe aliporudi usiku akakuta muujiza huu kwamba vyombo vyote vimejaa maziwa. Akasema nani amepita? Akasema amepita Muhammad. Akasema lao ningemuamini ningesilimu. Kwa hiyo Muhammad aliondoka kujielekeza katika mji wa Madina. Akafika katika mji wa Madina siku ya Jumatatu mfunguo 6 tarehe 12 sawa sawa na tarehe aliyozaliwa. Okay. Siku ya Jumatatu tarehe mwezi wa 12 na sawa sawa na siku aliyozaliwa, ambayo ni Yaumul Qamar. Kama nilivyosema katika mara zilizopita, siku ya Muhammad alama yake ni mwezi. Alipofika akawa anaembewa kwa kaswida na wale wageni waliomkaribisha pale. Alipokelewa, mapokezi yalikuwa ni makubwa mno. Watu walikuwa wanamkaribisha huku wakimuimbia shairi twala al-badru alaina min thaniyatu alwada, mwezi umetuchomozea kutoka upande wa thaniyatul wada. Yaani mtume alikuwa anamwambia mashairi wakimpokea kama mwezi. Okay. Umechomoza kutoka eneo la thaniyatul wada. Thaniyatul wada maana yake nini? Waarabu walikuwa na desturi zamani. Yaani akija mgeni wakati anaondoka unamsindikiza. Ukifika hapo thaniyatul wada maana yake ni jangwa la kuagana. Okay. Mnaagana, mgeni wako anaondoka na wewe unarudi. Kwa hiyo walikuwa wanaimba twala al-badru alaina min thaniyatul wada, mwezi umetuchomokea kutoka katika
jangwa la pili la Thaniyatul Wadai, wakampokea bwana Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Lakini wakati mtume anapokelewa pale, ajabu, kama nilivyosema katika mada zilizopita, katika mji wa Madina watu ambao walikuwepo ni Waarabu na Wayahudi. Na mtu wa kwanza kumuona bwana Mtume Muhammad alikuwa Myahudi. Mtu wa kwanza kabisa kumuona alikuwa ni Myahudi. Tena alikuwa juu ya mtende kama sikosea, alikuwa juu ya nyumba. Akasema, angalia huyo mtu wenu huyo anakuja. Ndio Waarabu wengine wakamuona. Sasa hapa kuna siri gani? Nataka unisomea aya moja ya Isaya kwanza. Nitambaye kidogo katika hiyo aya. Isaya 28 mstari wa 9, alafu nikitoka hapo nizungumzie kipengele kingine. Isaya 28:9. Tuangalie utabiri huu, je, unaafikiana na tukio hili? Isaya 28 mstari wa 9. Tuweze kupata hapo dondoo kidogo. Tuweze kuangalia. Mstari wa 9 anasema, atamfundisha nani maarifa? Atamfahamisha nani habari hii? Je, ni wale walioachishwa maziwa, walioondolewa matitini? Isaya anasema atamfundisha nani maarifa? Atamwambia nani habari hii? Au ni wale walioondolewa matitini? Hii ina maana gani? Makureshi walikuwa wanyonyi maziwa mama zao, wakishazaliwa wanapelekwa kunyonyeshwa kule Taifa. Ndio maana Isaya anasema atamfundisha nani maarifa? Atamwambia nani habari hii? Je, ni wale walioondolewa kutoka matitini? Yani Makureshi wakizaa mtoto mwanamke Kureshi, anamchukua mtoto anampeleka nje ya mji kwenda kunyonyeshwa kule. Kuna hali nzuri ya hewa, lakini kadhalika kujifundisha lugha fasaha ya Kiarabu. Kwa hiyo wakiwapeleka kule. Kwa hiyo walioondolewa matitini hapa ni Makureshi. Endelea. Kwa maana ni amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo. Kwa maana ni amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni. Qur'ani ni amri, kanuni zake ni sunna. Kwa hiyo ukisema huku kidogo ni Qur'ani hii, kama Qur'ani literemka Maka kidogo na Madina kidogo. Ndio maana kuna aya za Maka na aya za Madina ziteremka huku kidogo na huku kidogo. Malizia andiko hilo. Andiko zuri sana. La, bali kwa midomo ya watu wageni na kwa lugha nyingine atasema na watu hawa. Kwa midomo ya watu wageni na kwa lugha nyingine isiyokuwa ya Kiebrania. Atasema na watu hawa, wana wa Israeli. Huyo Bwana huyo. Kwa midomo ya watu wageni na kwa lugha nyingine atasema na watu hawa. Ndio Muhammad aliongea na watu wa Israeli kutumia lugha ya Kiarabu, ya Bani Israeli, ambao walikuta katika mji wa Madina. Malizia andiko hilo kidogo. Ambao aliwaambia, hii ndiyo raha yenu, mpate raha yeye, mpeni raha yeye aliyechoka, huku ndiko kuburudika, lakini hawakutaka kusikia. Kwa hiyo waliambiwa wampe raha, wamsaidie, lakini hawakutaka kusikia. Na ndio maana ukisoma katika ile andiko chini inasema basi neno la Bwana likawa kwa amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni. Kwa hiyo hata Muhammad alivyotimua Wayahudi Madina alitumia aya za Biblia. Alitumia Kumbukumbu 20 sura ya 10. Kumbukumbu 20 sura ya 10. Kuwatimua. Ngoja nisome Kumbukumbu 20. Kumbukumbu 20 mstari wa 10. Mstari wa 10. Baada ya kuteka zile ngome zao, alitumia aya hii kwa kuwahukumu na kuwatimua katika mji. Wale ambao waliambiwa option mbili, wasilimu. Na kuna baadhi ya watu waliambiwa waondoke. Wale waliokuwa bishi walichinjwa. 20 sura ya 10, soma. Utakaposongea karibu ya mji kwenda kupigana juu yake, ndipo utakapowapigia ukelele wa amani. Mtume alipozunguka ngome za Wayahudi aliwaambia wajisalimishe, lakini Wayahudi waligoma. Kawaje? Tuendelee. Itakuwa utakapokujibu kwa amani na kukufungulia, ndipo watu wote watakapoonekana humo watakufanyia kazi ya shokoa na kukutumikia. Kwa hiyo unapowapigia mji kelele ya amani wajisalimishe, wakikubali kujisalimisha, wale wote watafanya kazi ngumu, yani watakuwa watumwa, watatekwa. Watafanya kazi ya shokoa, kazi ngumu hiyo. Maliza. Na kwamba hautaki kufanya amani nawe, lakini utafanya vita juu yako, ndipo uhusuru. Na Bwana Mungu wako autiapo mkononi mwako, mpige kila mume aliomo kwa makali ya upanga. Endelea, malizia. Lakini wanawake na watoto na wanyama wa miji na vilivyo mjini vyote, navyo ni nyara zake zote, uvitwae viwe mateka kwako, nawe utakula nyara za adui zako alizokupa Bwana Mungu wako. Kwa wanawake na watoto unawachukua, na ndio wanawake ukisoma haya mpaka chini inasema kwamba wanawake wale mnawaoa.
wanakaa wanaomboleza baada ya siku 40, mnagawana wale askari mliopigana vita pale. Na ndio katika vita hizi Mtume alimuua mwanamke mmoja mrembo sana, anaitwa Sofia binti Uyai wa Kiyahudi, alikuwa mwanamke wa maana sana. Kwa hiyo Mtume amehama Maka, amefika Madina, amepokelewa, lakini sehemu ya kwanza kufika kabla ya kuja Madina mjini, alifika sehemu inaitwa Masjidi Quba. Hiyo sehemu ndio sehemu ambayo Bwana Mtume alijenga msikiti wa kwanza wa Ijumaa. Hiyo sehemu alipofika katika ile eneo, lilikuwa ni eneo zuri, kuna chemchele, kuna mitende imeota imestawi. Mtume alipofika na Abubakar wakakaa pale chini ya mti. Mtume akasema hapa kabla hatujafika Madina, wakajenga msikiti wa kwanza, na Ijumaa ya kwanza iliswaliwa hapo. Hapo Masjidi Quba. Ijumaa ya kwanza ikawa imeswaliwa hapo, na Mtume akatoa hotuba ya kwanza duniani. Ndio Ijumaa ya kwanza duniani kuswaliwa hapo. Na wanasema takriban watu 40 walishiriki. Ndio Mtume alipotoka hapo sasa, akajielekeza katika mji wa Madinatul Munawwara, akafika pale akiwa na ngamia wake. Sasa wakati alifika katika mji wa Madina, kila mtu anamtaka Mtume afikie kwangu, afikie kwangu. Yaani ugomvi, watu wanamgombea. Kila mtu anataka Mtume afike nyumbani kwake. Mtume akasema basi haina shida. Ngamia wangu sehemu atakapofika na kukaa chini, hapo ndipo nitakapofanya makazi yangu. Basi yule ngamia akawa anakwenda, watu wanamfuatilia ngamia. Wanamfuatilia ngamia, akaenda akafika kwenye kiwanja cha mayatima wawili. Akakaa karibia na nyumba ya mtu mmoja Ayubu al-Ansari. Huyu bwana anaitwa Ayubu al-Ansari, karibia na nyumba yake. Ngamia akakaa kwenye kiwanja cha mayatima. Mtume akasema hapa ndo nitajenga msikiti na hapa ndo nitajenga nyumba yangu. Wale mayatima akasema hichi kiwanja tunakupa Mtume bure. Mtume akasema hapana, akamwambia Abubakar toa pesa wape. Mtume akanunua kile kiwanja, ndo akajenga, akaweka jiwe la msingi wa msikiti wa Madina. Likaanzia pale, ujenzi wa msikiti ukaanza mara moja, na Mtume akawa amekaribishwa pale katika mji wa Madina. Baada ya kukaribishwa sasa, kuna bwana mmoja tu Ayubu al-Ansari. Yeye alikuwa na gorofa. Akamwambia Mtume akae juu ya gorofa, yeye akae chini. Mtume akasema hapana, mimi nitakaa chini ya gorofa, maana mimi na wageni wengi, wewe utakaa juu. Mtume akakaa pale wakati huo msikiti unajengwa na nyumba yake inajengwa. Kwa hiyo hivyo ndivyo Mtume alifika katika mji wa Madina. Mapokezi yalikuwa ni makubwa, watu wanamkubali sana, watu wakampokea. Lakini wakati Mtume anafika Madina, kuna bwana mmoja anaitwa Abdallah bin Ubay bin Salul. Huyu bwana yeye alikuwa, yani wanasema kama riziki hajapanga Mungu hailiki. Yani huyu bwana ndio mwaka huu alitakiwa aapishwe ule mfalme wa Madina. Lakini Muhammad anafika, Muhammad ana ushawishi wa hatari. Kwa hiyo ule mpango ukawa umekufa. Watu wote wanamkubali Muhammad. Ikabidi na huyu bwana asilimu kinafiki. Kiuongo, yani ajifanye kama ni kama Muislamu, na ndio asili ya unafiki wa Madina ulianza kwa sababu bwana alikuwa anampenda Muhammad kwa sababu aliona Muhammad kamharibia ugali wake. Yeye alitakiwa apate utawala, yeye akupata. Kwa kuna vita kubwa huyu bwana mpaka wakati anakufa. Ilikuwa ni mtihani, aliweza kuzungumza maneno mazito sana juu ya Mtume. Mpaka mwanae akasema, akamwambia Mtume, naomba idhini nimkate baba yangu kichwa, maana ni mnafiki. Alimtukana Mtume sana, maneno makubwa. Alimwambia kwamba, alitumia msemo mmoja mbaya kwamba mnenepeshe mbwa kule, kwamba Muhammad na maswahaba nimewakaribisha hapa, sasa hivi wanajifanya wao wanajua sana mji, unaona bwana, sasa lakini nitamtoa Muhammad katika mji wa Madina. Akazungumza maneno haya, lakini watu wanamsikia. Baadaye watu akamwambia Mtume akasema acha nao, watu wasijue akasema Muhammad anaua watu wake. Mtume akawa amempoteza, lakini bwana alikufa mnafiki katika mji wa Madina. Kwa Mtume alifika pale, akaishi katika mji wa Madina. Ndio kama tulivyosoma katika mada zilizopita, ndio bwana Mtume akawa amefanya mikataba sasa ya kijamii. Wakati huo kabla tujafika huko kwanza, yeye kule anapoingia huko Madina hakukutana na upinzani. Yani ni kama unavyonisimulia hapa, ni kama walikuwa wanamngojea, yani walikuwa wanamtaka kwa hamu sana afike kwenye mji wao. Yani ina maana kwamba wao pamoja na kwamba ni washirikina walikuwa tayari wanautamani huo Uislamu, labda wanamtamani Mtume afike, au kuna nini kilichofanya wao wakawa wanampokea kwa nguvu hivyo, wanamsubiri kwa hamu? Kwanza kundi la kwanza walimpokea ambao ni Waislamu, lakini kundi la pili kuna Waarabu wengine bado walikuwa hawajasilimu, wanaabudu bado masanamu. Si kwamba walikuwa wanamtaka. Alafu kundi la tatu la Wayahudi
ambao pale mjini ndio mabosi, ndio matajiri, wafanya biashara, wana kila kitu. Na kwa kweli baada ya kufika Mtume Muhammad, Wayahudi sijui kwa nini hawakutumia upinzani wa moja kwa moja, na ndio maana hata katika mkataba walishiriki Wayahudi. Lakini kuna kisa kimoja, sijui kwa sababu ya muda nikizungumza kidogo. Zungumza kidogo chache. Yaani Wayahudi wa hali ya Wayahudi walipokuwa katika mji wa Madina, Muhammad alipofika tu, maana hiyo siku wakati Muhammad anafika, kuna bwana mmoja anaitwa Salman al-Faris. Huyo Salman al-Faris yeye alikuwa ni Mkristo. Lakini alipataje Ukristo? Yeye kwao ni Irani. Na huyo bwana dini yake ilikuwa dini ya kuabudu moto. Ile dini ya Persia ya zamani, Zoroastrian sijui wanaita hiyo dini ya kuabudu moto, dini ya Persia. Sasa huyu bwana kule Irani Wakristo wakawa tayari washaingia wanatangaza Ukristo. Siku moja wakati anatembea akaona makanisa, akaona dini nzuri kuliko dini yetu ya kuabudu moto. Yule bwana anaandaliwa baadaye aje kuhani, awe kuhani wa dini ya kuabudu moto hiyo Zoroaster. Akawa Mkristo kwa siri. Akawa anafuata Ukristo. Baba yake baadaye akajua kwamba mwanangu kaingia katika Ukristo. Baba yake akamweka kwenye kizuizi cha ndani. Akamfungia lock up. Hataki kutoka nje. Yule bwana akafanya organize baadhi ya wafanyabiashara ambao wanatoka pale Irani kwenda Syria, akatoroka. Akaacha familia yake, baba yake ni mtawala, kila kitu. Yule bwana anaitwa Salman al-Farisi akakimbia akaenda Syria. Alipofika Syria akafika kanisani. Kwenye hili kanisa akamkuta kiongozi wa Kikristo ambaye anaendesha ibada pale. Akawa amekaa pale, akawa anajifundisha Ukristo kwa bidii sana. Lakini yule kiongozi wa lile kanisa hakuwa mwaminifu. Alikuwa anakusanya mali nyingi sana za watu. Kama sasa hivi kuna baadhi ya watu dini hawana vizuri shekhe. Wanawaambia tuleteni madhahabu, leteni hivi nini, wanakusanya mali kwa njia za dhuluma. Yule bwana akawa anakusanya mali, yule bwana akachaka, lakini huyu mtu wa dini mbona anafanya haya? Lakini baadaye sasa yule mtu alikufa. Lakini kabla hajafa kwenye ugonjwa, akamwambia yule Salman, akasema baada sasa kama wewe utakufa mimi nitaenda wapi? Akamwambia wewe toka hapa nenda Iraki. Kuna mtawa mmoja mcha Mungu kuliko mimi. Nenda kule kwake. Yule bwana akasema haina shida. Yule bwana alipokufa akazikwa, baada ya msiba akaonyesha ile mitungi ya dhahabu yule bwana alikuwa anaficha. Wakakasirika sana waumini mpaka maiti yake akaifukua. Baadaye bwana akakaa pale, akahama akaenda Iraki. Alipoenda Iraki akamkuta mwanazuoni wa Kikristo. Akawa anasoma Ukristo kwake. Baadaye alikuwa ni mtu mzima. Akasema mwanangu nimekaribia kufa. Sasa wewe ondoka, nitakapokufa nenda Uturuki, kuna mtu mwingine ambaye ni Mkristo mtawa mcha Mungu, kasome kwake dini. Yule bwana alipokufa, yule bwana akaondoka tena akaenda akahama akaenda Uturuki. Alipofika kule Uturuki, akamkuta yule mtawa, akamuelezea nia yake, akasema si ukaa hapa ujifundishe, akamfundisha. Akamwambia lakini sasa hivi hizi zama ambazo tunazungumza mimi na wewe, amekaribia kuja kwa mtume wa mwisho ambaye ni Muhammad, ambaye atadhihiri kwenye mji ambao una majabali meusi na mitende. Nitakapokufa nenda kamtafuta yule bwana. Basi yule bwana akakaa bana, akupita muda mrefu, yule bwana alikuwa mtu mzima akafa. Yule bwana kipindi hicho kwa sababu alikuwa anafanya kazi, akawa na baadhi ya mali zake chache. Sasa akaona msafara wa Waarabu na Wayahudi unakwenda Madina. Vile vitu ambavyo alikuwa navyo mali chache akauza. Angalia ili kutafuta ukweli tu. Kristo huyo akauza mali yake, akawakabidhi wale watu, bwana nakupeni hizo mali. Mimi sizitaki. Nakupeni kama dhamana tu. Munipeleke mpaka kwenye mji wa Madina. Nikamtafuta huyo mtume wa mwisho. Basi akauza, wakamkabidhi ile mali. Sasa kumbe yule bwana aliyeuziwa ni Myahudi, aliuzwa kwake. Ni mfanyabiashara ambaye anatoka Madina wa Bani Quraidha, lakini kule alikwenda kufanya biashara tu, anarudi Madina. Walipofika Madina wakamgeuzia kibao. Wakamwambia kwanza sasa hivi wewe ni mtumwa, tunakuuza. Wakamgeuzia kibao, wakamfanyia hiana, wakamuuza kwenye familia ya Kiyahudi. Salman al-Farisi akauzwa pale. Sasa baada ya kuuzwa akawa anafanya kazi ngumu ya kuvuna tende. Unajua kama ilivyo kwa kawaida mtumwa huwa ana mshahara. Ndiyo. Yaani mshahara wake ni chakula tu. Basi nimeleta kisa hicho kwa sababu gani unajua? Ndiyo. Ni wakati huu ambao Muhammad kahamia Madina. Sasa yeye yuko juu ya mtende anavuna tende. Chini kuna Wayahudi wawili, mabwana zake. Wamekaa.
Anasikia watu kwa wanapiga vigelegele, tumempokea, amekuja. Sasa yule Salmani ashaambiwa kwamba anamtafuta mtume wa mwisho. Ana shauku ya kujua. Akasikia wale Wayahudi wanaongea chini ya mtende. Bwana huyo nani alikuja? Sema huyo Muhammad. Muhammad yupi? Si huyo Mkureishi alitoka Maka. Huyu bwana na kizazi cha Ismaili. Na huyu ndo mtume wa mwisho. Sasa yule bwana anasikia yuko juu ya mtende. Anasimulia mwenyewe Salman al-Farisi anasema alitamani aanguke juu ya ule mtende. Kwa jinsi zile habari zilikuwa zinamsisimua za kumtafuta mtume Muhammad. Basi akamwambia lakini ami yangu, huyo Myahudi anamwambia mwenza kama huyu ni mtume, kwa nini tusimfuate? Myahudi mwingine akasema hatuwezi kumfuata kwa sababu huyu hakutokea katika kabila letu. Yeye ni mtume ndio, anatoka upande wa Ismaili, lakini huyu hakutokea katika kabila letu la Kiyahudi, kwa hiyo hatuwezi tukamkubali. Salman al-Farisi anasikia. Siku hiyo aliteremka juu ya mtende, ana shauku ya ajabu. Sasa zile tende zake, kwa sababu yule mwalimu wake wa mwisho Mkristo alimpa alama kwamba huyo mtume huyo wa mwisho alama zake mbili kubwa. Kwanza ali sadaka, lakini zawadi anachukua. Alama ya pili ana muhuri wa utume katika mabega yake. Hizo alama mbili hizo. Sasa umenielewa hapo na mpandisha hapo? Ndio. Kwamba sadaka siku zote ni uchafu. Yaani unapotafuta pesa yako iwe ya haramu, umeuza nini, wewe unatoa sadaka, pengine mtu kauza bangi, akinileta sadaka msikitini mimi nitachukua, mimi sijui kaipataje. Ndio. Au anauza madawa ya kulevya, mimi na ujenzi msikitini hapa ameleta 100,000 nitakataa au nitamuuliza? Unapokea. Nitapokea. Siwezi kuuliza bwana unafanya kazi gani, mimi nitachukua tu. Ndio maana sadaka mara nyingi haiwi pesa safi. Tofauti na zaka. Zaka unatoa ngamia ng'ombe, wa kwako mwenyewe unatoa, kwa hiyo inakuwa ni kitu kisafi. Kwa hiyo mtume alikuwa ali sadaka kwa mifumo kama hiyo. Kwa sababu mimi sijui pesa yako umepata wapi. Ila zawadi mtume alikuwa anakula. Zawadi. Sasa yule bwana ashasikia zile taarifa. Lakini huyu bwana nimepewa alama mbili. Alama ya kwanza huyu bwana alisadaka, ila zawadi anachukua. Alama ya pili ana muhuri begani mwake. Yule bwana siku hiyo akachukua tende nzuri kabisa. Hata kwenda kuthibitisha. Mtume alikafika Madina, amekaa pale, watu wamemzunguka. Maswahaba chungu mtume amemzunguka pale. Anaongea. Yule bwana akaja na mzigo wa tende. Anamjaribu sasa. Akamwambia mtume nimekuja hapa, nimekuletea sadaka. Mtume akasema mimi sadaka sili, wape hao. Akasema alama ya kwanza hiyo. Akawa kaipata. Kwa hiyo alipofika pale baadaye kaondoka. Kesho yake tena akaja na tenda akasema mtume zawadi, mtume siku ya pili mtume kachukua. Siku ya tatu kukatokea msiba katika mji wa Madina. Mtume anakwenda kuzika kwenye makaburi ya Baki. Baki ni nje ya msikiti wa Madina. Kuna makaburi ya Waislamu hapo. Kwa hiyo akifa mtume anaenda kuzika kwenye makaburi. Sasa siku moja mtume anakwenda kuzika, yule bwana akawa anatembea nyuma ya mtume ili aione alama ya hapa ya mtume. Sasa utaionaje? Kwanza mtume mwenyewe anavaa majoho. Ndiyo. Na makanzu na majoho makubwa na mavilemba. Na anapo watu wanapomtii uweze kumsogelea. Kwanza Muhammad unaambiwa hata akitema mate haifiki chini. Yaani kama ana kinyozi anamnyoa. Kabla hajanyoa nywele zifiki chini, watu washagawana. Wanatafuta baraka za mtume. Sasa bwana wakati mtume anakwenda kuzika ashapata alama moja. Bado alama nyingine. Anamkabidhi mtume kumwambia avue joho aone alama. Huwezi kufanya kitu kama hicho. Ila mtume mwenyewe alijua. Mtume alijua anachokusudia. Jamaa yuko nyuma yake mtume akamwambia bwana njoo hapa. Akadhani ile joho akamwonyesha ile alama. Kuna alama kama muhuri katika bega lake. Wengine wanasema imeandikwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aliona ile alama yule bwana pale ndo akasilimu. Ila sasa yeye kosa lake lilikuwa ni moja tu. Alirudi kwa bwana wake akashindwa kuficha Uislamu wake. Akaudhirisha Uislamu wake kwa mahaba ya kupenda Uislamu. Wale Wayahudi walimfanyisha kazi si za kawaida. Mpaka alimlalamikia mtume, bwana mtume hali imekuwa ngumu, nafanya kazi maradufu. Mtume akatuma ujumbe akasema mwambie wale Wayahudi mimi nitakukomboa. Wayahudi wakasema hivi, sikiliza, mwambie wewe Muhammad ili tukuachie uhuru upande mitende 300. Na umwagilie maji mpaka yote, kisha wote tunakupa uhuru. Lakini kana kwamba alitoshi ulete dhahabu ya kutosha. Basi mtume akamwambia maswahaba msaidieni kupanda hiyo mitende, wakapanda mitende. Lakini dhahabu anaipata wapi? Inasemekana mtume alimwambia fanya subira. Siku moja mtume alimletea dhahabu kwenye sinia. Imejaa sinia dhahabu limejaa. Maana wale walitaka dhahabu nyingi sana. Na
na isingepatikana kirahisi. Kwa hiyo mtume alikoipata najua mwenyewe, alimletea dhahabu akabidhi, yule bwana akawa amejikomboa katika mazingira hayo. Kwa hiyo niseme tu kwa uchache niishie kwa leo hapa, ili nitaendelea kipengele kinachofuata. Tuseme inshallah kwa mapenzi yake Mungu, kama kuna mahitajio nitaweza kuendeleza katika kipengele kingine kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Kama una swali lolote unaweza kuniuliza, au kama hauna tuweze kumaliza. Hapana, tufunge tu kipindi, tutaendelea na hili kipindi, tutaendeleza tena kwenye kipindi kijacho. Haina shida. Basi niseme kwamba ndugu zangu, kama ilivyokuwa kawaida, tuna harakati tunazofanya hapa msikitini, na mimi labda niwaalike, na ndugu simulizi kama utaweza nitakualika tarehe 6 mwezi wa 12 hapa msikitini tutakuwa na maonyesho ya watoto. Watakuwa wanasoma mada mbalimbali baada ya kuhitimu baadhi ya masomo ya madrasa hapa msikitini. Kwa hiyo nawakaribisha watu wote wale ambao wako madrasa, ambao wako Dar es Salaam, kama unaweza kushiriki na wakaribisha sana hapa Chamazi. Ukifika tunaweza kuja ukashiriki katika hilo tukio. Ni tukio la watu wote. Tutalifanya nje ya msikiti, sio ni Waislamu pekee. Kwa hiyo nawakaribisha muhudhurie. Lakini kadhalika yote anaweza kutusupport katika tukio letu hilo. Una mchele kilo 50, una mchele kilo 100, utatusupport katika jambo letu na kukaribisha utusupport inshallah taala katika jambo letu hili la dini. Na Waislamu ni waelewa sana. Sio biashara. Ingekuwa swala biashara mimi singetangaza kwenye channel ya simulizi hapa. Lazima ingekuwa labda kuna mazingira fulani, lakini ni jambo la dini. Kwa hiyo tunahitaji, tuna gharama tuwe nazo, maturubai tunatakiwa tuwe nayo, tuna vyombo vya maspika tunatakiwa tuwe nayo, tuwe na mchele kilo zisipungua 100, mboga, vitu kama hivi. Kwa hiyo naomba ndugu yote Muislamu mwenye sadaka yake atutumie inshallah kipindi hichi. Kwa hiyo niseme nitatoa namba yangu ya simu ambayo ni 0714 829191 0714 829191. Waislamu wote mlioko nje, mlioko ndani ya Tanzania, na wakaribisha tushirikiane katika majambo ya kheri. Na wale wenye kushiriki katika channel hii tuzidi kusubscribe katika channel hii ya Simulizi, channel ambayo kusema kweli mimi binafsi naikubali sana na inafanya kazi kubwa bila ubaguzi wowote. Inshallah Mwenyezi Mungu akutieni wepesi katika hili na atuwezeshe katika jambo letu hili. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama tumeacha na yetu kwa mara ya kwanza, tafadhali subscribe ili kwanza kupata kila video tunakuwekea. Asante.